Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubieni kwake Allah toba iliyo ya kweli. Samzee, unafanya nini kuwajia waumini eti narudi mjini? Je, ushawaifikiria utarudi ardhini? Hili jukumu la... Naam, karibu sana mtazamaji wetu wa Gumzo kwenye wasaa huu wa Shujaa Bila Gwanda. Kama ambavyo unajua kwamba wasaa huo unaangalia watu ambao tunawaangalia kama kwamba ni watu ambao wameleta mabadiliko makubwa katika jamii zao kwa kutumia fani zao, kutumia njia zao wenyewe. Tunaposema shujaa bila gwanda, tunamaanisha hivyo kwa sababu watu wengi wanaposikia mashujaa hudhani wale ambao wanabeba silaha, wanajeshi ama viongozi wakubwa wa mataifa, viongozi wa nchi. Lakini katika jamii kuna mashujaa ambao wao hawana silaha, kwa maana ya kusema kwamba hawana bunduki, hawana vifaru, si maamiri jeshi wakuu, wala si viongozi wa serikali ya kisiasa, lakini wana nafasi katika jamii ambazo hutumia nafasi hizi kwa ajili ya kugusa maisha ya wengine kwa njia moja ama nyingine. Na hapa leo tumemwalika Al-Bajun. Huyu ni msanii wa nashid, msanii wa sanaa ya kutoa ulinganio ama kulingania kwa kutumia mashairi, na ambayo anaimba kwa mtindo wa rap, mtindo ambao kwa hakika mtu angedhani kwamba anachanganya vitu viwili, dunia mbili, dunia ya kidini, dunia ya kidunia. Lakini kwa hakika ni jambo la maana kubwa sana, na kwalo tumeona kwamba tumwalike hapa. Karibu sana Al-Bajun, karibu sana kabisa. Habari za nyumbani Zanzibar huko? Asante sana bwana. Salama, alhamdulillah, salama, tuko na neema za Allah alhamdulillah ambazo hazihesabiki. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hakika mimi nikiri kwanza kabla kipindi kijaanza kwamba ni miongoni mwa mashabiki wako wakubwa sana. Hakuna kazi ambayo unaitoa unaichapisha kwenye YouTube ambayo sisikilize na siangalie, na kila mmoja wananiathiri kivyake. Ndio maana nikasema kwamba nikualike hapa leo kuzungumza nawe, kwa sababu ni miongoni mwa ambao wanaathiriwa sana kabisa na kazi zako. Kwa hivyo kwanza nikupongeze kwamba umeamua kutufuata wengine huku tuliko. Shukrani sana kwa kusikia hivyo. Kwanza mimi mwenyewe nafarijika na nazidi kupata moyo, na kumsikia mtu kama wewe kuniambia kauli kama hiyo inani effect pengine kama ilivyokuwa effect wewe kauli zangu mimi. Kwa hiyo na mimi nafurahi sana kusikia mtu kama wewe au watu mfano wako wewe kuja na kauli kama hizo. Shukrani. Alhamdulillah, shukrani sana ndugu yangu, asante. Labda ni kidogo kwa mtazamaji kama mimi ambaye anajua kazi zako lakini hakujui wewe mwenyewe, zaidi ya Al-Bajun ambaye anamuona katika kazi zake ambazo zina aidhi pakubwa sana, za mafundisho makubwa sana kupitia njia hii ya sanaa. Angetaka kumjua Al-Bajun hasa nani, kazaliwa wapi, kazaliwa lini, kakulia vipi, na historia yake ikoje mpaka ingia katika fani hii kidogo. Okay, labda kwa kuanzia tunapo ufupi, Al-Bajun ni mzaliwa hapa Zanzibar. Mimi nimezaliwa kwa Haji Tumbo au mitaa Mbeladu, na ni mkulia kwetu Chwaka. Familia yangu mimi ni mtoto wa familia ya kina Dalu, kwa hiyo jina langu mimi ni Bajun Rashid Dalu. Dalu ni babani Chwaka, au mamani mimi kwetu Ndijani kina Miraji Mpatani, au mimi ni Mpatani na Dalu, kimix hiyo Mpatani na Dalu ndo napata Al-Bajun. Kwa hiyo ni mkulia wa huku Zanzibar alhamdulillah, na nipo. Kwa hiyo wapi napatikana? Nipo Zanzibar, popote tu Zanzibar ukiulizia Al-Bajun haitokuchukua muda mrefu, tayari utanipata. Naam, kitu kimoja katika mashairi yako ambacho nimekizingatia, una lafudhi nzuri sana Kiingereza. Umepata wapi? Ni utundu tu, ni utundu, au labda kwa kusema tu nimeishi sana Uingereza. Nafikiri nimekulia kule, nimekulia Uingereza, nimeishi sana London. Kwa hiyo mpaka miaka hivi karibuni ndo tumerejea nyumbani hapa, na hii fani kwa kuanzia sikuanzia hapa, nilianzia tangu niko kule. Hapo ndipo bila shaka tuanze hadithi yetu sasa. Ulivyoanza fani hii na unanipa kwamba umeianzia katika nchi ya Uingereza. Ilikuwaje ndugu yangu? Nimekulia mitaa ya East London.
na kipindi kile miaka tuko kule miaka ya 90 mwanzoni huko katikati mwisho wa 90, hakukuwa na culture kama ya huko ya kila sehemu msikiti, mawaiza, manini. Kwa hiyo dawa kule tulikuwa tunafikisha kwa njia za Qur'an, kwa njia za poem, ndio tunatumia hizo kwa njia za kufikisha dawa. Kwa hiyo hii culture mimi niliona kule miaka ya nyuma, watu ndio walikuwa wakitumia kufikisha message. Na kwa hivyo ni kusema kwamba tangu upo East London siku hizo ulikuwa umeinukia katika utoaji wa dawa. Kwa hivyo si kitu ambacho umejifunza ukubwani, umejifunza tangu mdogo kwa mambo haya. Wakati nipo kule mimi wakati niko madrasa nasoma chuoni, nilikuwa tangu nasoma mpaka nikaa nasomesha madrasa pia, lakini sikuwa nikifanya hivyo kufikisha dawa kama wenzangu walikuwa wakifanya. Nilikuwa nikifanya muziki ya kawaida, hii hip hop ya kawaida, lakini baadaye nikasema kama nina uwezo wa kufanya hip hop ya kawaida na nikamconvince mtu au kumshawishi mtu kwenye jambo la ujinga, kwa nini nisitumilie hii kwenye jambo la kheri kama wenzangu wanavyofanya? Kwa hiyo ndo nikaanza kufanya, tulikuwa tukifanya mitaani kule, lakini miaka ile nilikuwa mwenye kufanya, yani mwenye kuzungumza Kiswahili nilikuwa ni peke yangu. Wenzangu wote tulikuwa tukifikisha message hii kwa njia ya English. Kwa hiyo ilivyokuja kila nikibadilika nikasema no, mimi na society yangu ya Kiswahili ambayo inahitaji kunufaika na hii kitu, ndo switch nikaanza kufanya Kiswahili. Unakumbuka kazi ya mwanzo kabisa ya kuitoa lugha ya Kiswahili kwa kazi gani? Kazi ya mwanzo kuitoa ya Kiswahili ilikuwa inauliza vipi ushajifikiria, na hii nilivyotaka kutoa hii ilikuwa ni shida sana kuitoa hii, kwa sababu studio ambayo nilitaka kwenda kurekodi jamaa alikuwa ni Mswahili na mimi nilikuwa nimesainiwa pale kama artist wa hip hop za kawaida. Kwa hiyo najaribu kumconvince yeye, ndo mtu wa mwanzo najaribu kumconvince bwana nataka kufanya mashairi hivi, lakini akawa hayuko tayari kwa sababu alikuwa anahisi kama yatamsuta. Sasa ilipokuja sasa time ya kwamba nifanye mimi, ilibidi nikamwambia sio, sasa umeona hii, sasa toa hii muziki, chukua sauti yangu mimi tu. Ndo tukaanzia na hapo tena, ndo kwa bahati mimi ndo nilikuwa nimesainiwa pale studio, niko 24/7, ndo nikatoa mtoto wa Kiislamu, nikatoa na nyingine imagine. Lakini video ya kwanza niliyofanya inaitwa Nusu ya Story. Hiyo ni video, audio zilikuwepo nyingine nyuma yake, lakini video ilikuwa ni Nusu ya Story. Na Nusu ya Story ulifanya pia London au ulifanya kwa nyumbani Zanzibar? Nimefanyia huko kila kitu, video, audio, kila kitu. Na hata hizi audio nyingine ambazo zinatoka hivi sasa hivi zinatoka nyingi nimefanyia huko. Hapa nafanya video tu. Unauza. Yaani hizi ambazo mfano nazitoa sasa hizi kama hizi ambazo zimetoka kuhusu kifo na kadha zote hizi umezifanyia ukiwa London bado? Kuna nyingine pia hazijatoka ambazo nimefanyia huko pia. Hapa ndo tunategemea, hata sijui zitatoka lini, lakini nimefanyia huko. Kipi Bajuna ambacho kimekuvutia kuingia kwenye kazi hii? Kipi ambacho kimekufanya kwamba uone kwamba utumie sanaa hii kufikisha ujumbe kwa njia hii? Kila mtu Mwenyezi Mungu kampa sababu yake, aidha ya kumpeleka peponi au ya kumpeleka motoni. Kwa hiyo na atakuja kukuuliza Mwenyezi Mungu, nilikujalia kitu fulani, umekutumiliaje, au especially umetumiliaje ujana wako. Sasa na mimi nikajihisi pengine ninayo skills na kipaji cha kufanya hivi, wacha mimi nifanye. Na nikijiangalia mimi mwenyewe najiona kama ni mwandishi mzuri. Sasa kwa nini Mwenyezi Mungu aje kuniuliza nilikujalia uwezo wa kuandika na wewe na kufikisha mashairi, je uliyafikisha? Mimi nimjibu nini? Kwa hiyo hicho ndo kilicho nifanya hivyo. Na kama nilivyosema mwanzo, mimi niliwahi kuwa mwalimu wa madrasa kabla hata ya kufanya hivi. Nilikuwa niko madrasa nafundisha watoto kabisa. Kwa hivyo ulihofia ile la tusaluna yaumaidhin anil naim, katika kuulizwa neema za Mola wako ukasema ukawahujui ulijibu vipi? Kwa hiyo inaweza ikawa hii ni moja wao. Kwa hiyo nikaona kama inaweza ikawa ni moja wao, bora nitumilie vile vile.
Mpaka sasa kazi zako ambazo umetoa Albajun, unazihisi binafsi zimekusaidia nini? Na kusudia kusema kwamba si lazima iwe kifedha, lakini kama kumtengeneza Bajuni ambaye yuko mbele yangu nazungumza naye hivi sasa, je, kuna mchango wowote wa kazi zako au kazi zako ambazo zinawasaidia wengine lakini si sehemu yako binafsi? Nahisi mimi ndo nafaidika zaidi ya wengine, ingawa wapo pengine wanaofaidika, pengine wapo wengine wanafaidika si wajui, labda kwa sababu pengine kuna watu naona wanafanya mashow na wanajitangaza wao ni Albajuni. Hata hapa nilivyokuja Zanzibar nilishakutana na mtu alikuwa akijiita Albajuni, alikuwa akichukua ya mashairi, lakini pengine yeye yule alijua kama huyu mtu mwenyewe hayupo hapa, ndo yeye akaitumilia nafasi ile. Lakini mimi mwenyewe ndo nafaidika zaidi, na kufaidika alhamdulillah nafaidika zaidi kuliko hata watu wengine wanavyofaidika, na nahisi effect ambayo nimeikozi huko nje ni kubwa sana pengine kuliko hata mimi mwenyewe nilivyotegemea kuiathiri kwenye njia nzuri, yani kuiathiri vizuri. Effect ambayo nimeikozi huko ni impact yake ni kubwa sana. Wewe ni mshairi kwa hakika, na ushairi unakuwa na mambo mengi ndani yake, lakini kitu ambacho kinanigusa kwenye ushairi wako ni kwamba namna ambavyo unaweza kuchanganya ujumbe wa kisasa, jamii ya kisasa, masala ambayo tokezea ulimwenguni. Kwa mfano, nimesikia shairi lako moja linahusu nafasi ni hesabu yangu, kama linavyoitwa shasao. Jina lake ni muhimu, kwamba unaambia Mwenyezi Mungu wewe ndiye ambaye una hesabu yangu, una hesabu yangu ya maovu yangu, una hesabu yangu ya mapungufu yangu, na kwa hivyo nitunzie, nistirie hesabu yangu hii na kadha wa kadha. Namna ambavyo unataja mambo mengi ndani ya kipande kifupi cha ushairi, na kusudia kuuliza kwamba wewe ni mtu ambaye umezama katika fani ya falsafa au fani yote mahsusi katika fani za kitaaluma? Mimi sijazama kiivo, lakini wakati nipo London kulikuwa kuna college moja inaitwa Lewisham College ambayo iko South East London. Mimi nimesoma hapo, na kizuri zaidi hapo ndo nilikuwa nasoma Kiswahili. Kwa hiyo nimesoma Kiswahili na nilikuwa napenda kusoma, na mpaka sasa hivi napenda kusoma alhamdulillah, lakini nimesomeshwa Kiswahili na mtu ambaye si Mswahili. Kwa hiyo nimesoma na nimesomeshwa na walimu wazuri ambao hata Kiswahili chenyewe hakijui. Kwa hiyo wao wenyewe walifurahia kumsomesha Mswahili. Kwa hiyo tulisomeshana mimi na wao. Na hapo wakati niko hapo najifunza jinsi ya kuandika mashairi. Kwa hiyo nimejifunza, na mbali ya kwamba nimejifunza, babu yangu mimi marehemu Mzee Mbaya, Mungu amlaze mahali pema, alikuwa enzi zake yeye huko ni mshairi mzuri, mshairi mkubwa, mpaka akawa rafiki yake Karume, yule Karume wa mwanzo, kwa sababu ya mambo hayo kina Nyerere. Alikuwa ni mshairi mkubwa hapa Zanzibar. Kwa hiyo imo kwenye damu hii. Tusiwachoshe watazamaji wetu ambao wanatuangalia, ili tuweze kuwachechemua kidogo. Tunaweza kupata kitu kwako hivi sasa? Yeah. Be careful Muislam, muda unapopoteza, haya maisha sio game. So be careful unapocheza, unaweza ukafanya mema 100 na kuendeleza, ukafuta kwa baya moja tu. Careful usijeteleza. Dhambi yoyote ni dhambi, mbaya dhambi kuieleza, ulizofanya kwa siri usipite kulieneza. Watu wakikueleza yeye wereva, gari la washirikina Waislamu ndo dereva. La be careful Muislam, gari la mwisho jeneza, msiuvunje udugu, shikamaneni mkiweza. Na huko anyway, naona hicho tu kinatosha. Naam kabisa. Na tuje katika namna ambavyo kazi zako zinapokelewa hapo nyumbani Zanzibar, ambapo sasa hizi kama unasema ndio umerudi nyumbani Zanzibar. Kwanza, muda gani umerudi nyumbani Zanzibar kutokea Uingereza? Miaka mingapi sasa? Hapa miaka 2 na kidogo sasa hivi. Na bila shaka ukakuta kwamba kazi zako zimekutangulia kufika kabla hujafika wewe mwenyewe. Kwa hiyo zikakupokea wewe. Yes, tangu niko kule naambiwa huku bwana tunakusikia, lakini nilivyokuja huku nimeona tofauti, na nimeona ni kweli. Na
labda pengine kutokana na nchi yetu ni ya Kiislamu, wanapenda mambo kama hayo, hayajaenea kama yalivyoenea mashairi ya kidunia au ngoma muziki, lakini inshallah Mungu atatufikisha huko, na watakuja vijana wengine, watakuja na wengine ambao kitakuwa ni kizazi changu au warisi wangu, watafikisha kazi nzuri pengine ambapo mimi sikuweza kupavuka, wao wataendeleza inshallah. Naam. Kuna wengine ambao wanaangalia kitu hiki cha kutumia sanaa hiyo, kutumia ushairi au nashidi hii kama kwamba kama unavyosema kwa sababu ya tofauti za kielimu au za maarifa za elimu, ni kama kwamba wanaona unafanya machezo tu Albajuni, au ni mchezo kama mchezo mengine yote. Mungu haimbiwi bwana. Mungu mawaidha hatolewi kwa njia hii ya kuimba na kurap na kughani hivi. Unasemaje kuhusu hili? Labda pengine niwakumbushe tu hadithi moja ya Mtume, au pengine niwatolee story ndogo. Enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kuna jamaa mmoja, jina lake nimemsahau, sahaba, na ni sahaba maarufu sana. Yeye alikuwa ni mwembamba kama mimi hivi, hana mwili, hana ubavu wa kwenda kwenye vita akapigana. Lakini alikuwa ni mshahihishaji mzuri wa kutoa mashairi, watu wakaenda kwenye jihadi, anaweza akaja hapo akakuimbia Firdausi ukaiona mbele yako na ukaenda ukapigana. Kwa hiyo haya mambo yalitokea tangu enzi za Mtume na watu wamefanya mbele ya Mtume. Sasa kama ingekuwa Mungu haimbwi kwa mashairi, angekataza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangu yupo, angesema kama hii si njia nzuri, kwa sababu yalifanyika na yeye yupo na yeye mwenyewe watu wamefanya na wanamsifia, na Mtume mwenyewe akawasifu fulani mzuri wa mashairi. Kwa hiyo haya mambo yapo, lakini kutokana na kwenye jamii yetu sisi ni kitu kipya, kwa hiyo lazima zitakuwepo positivity na negativity, zitakuwepo tu, ni kitu cha kawaida. Lakini hata hapo mwanzo nilipokuwa naanza, au walokubali sasa hivi wanasema kama ni njia nzuri, mwanzo pia hawakukubali, lakini baadaye walivyokaa wakasikiliza wakakubali. Na pengine wao wanasema hivyo, labda nimpeleke gari la mwisho atakubali. Lipo gari la mwisho, pengine tukimpelekea hilo atasema yes, kumbe yule jamaa anafanya kazi nzuri. Mja usilale katu, stuka na kuamsha. Mja usilale katu, stuka na kuamsha. Mja usilale katu, stuka na kuamsha. Meripiti mara 3, lengo kanikukumbusha. Sijawahi kumuona mtu analisafisha, halina hata vioo ila lina madirisha. Huzuni zinanijaa nikiona linakatisha, ukiliona liko simple ila ukweli linatisha. Kiukweli hili gari halikosi abiria, huyo alolitengeneza halikumwacha pia. Lisema halina viti sehemu ya kukalia, ilimbidi alipande akiwa kalilalia. Stori zake ni siri. Kipi ambacho saizi unafanya kuhusu kazi zako? Je, unaandika mashairi yako kwa ajili ya kutoa pia vitabu, au kwa sasa unachofanya ni hiki ambacho tunakishuhudia kwenye YouTube peke yake? Nilishawahi kufuatwa kuhusu kutoa kitabu, hiyo ni zaidi ya mwaka na kidogo hivi, lakini mimi kama mimi nikajiona bado sijafikia kutoa kitabu, na bado sijafanya kazi nzuri za kwamba niambiwe okay toa kitabu. Kwa hiyo ndo hiyo ipo kwenye future plan zangu za kwamba baadaye nitatoa kitabu, na inshallah Mwenyezi Mungu anitilie wepesi nitoe hicho kitabu. Lakini kipi nafanya kama sasa hivi, kama ni kwa YouTube tu? Nipo kwenye maandalizi ya album, na zilikuwa tutoe double album mwaka jana, lakini kama nilivyosema juu ya hilo nikazuia, nikasema bado hatujafanya kazi nzuri, ndo tunazidi kujituma. Kwa hiyo inshallah tutatoa album, na plani yetu iko pale ya kutoa double album, na inshallah Mwenyezi Mungu atutilie wepesi, tutatoa album, tutaitisha venue na show. Tuna plani za kuitisha show kwa ajili ya kuchangia mchango wa mayatima kwenye show ambazo kipato kitapatikana, inshallah kitaenda kama sadaka. Shaka Albajuni, kuna watu wengine wengi ambao wanavutika na kazi zako, na pengine vijana ambao wangesema wanakuangalia wewe mwenyewe, unajua kwamba hujafika pote, unaomba hujafanya mafanikio makubwa sana, lakini nikwambie kwamba kuna watu wengi ambao wanadhani kwamba umeshafika kilele cha mafanikio. Wanafika pale ambapo wanasema Albajuni ndiye kigezo changu cha kufanya kazi, na kwa hivyo angetaka afike ulipofika. Ungemshauri nini mtu kama huyo? Ni wengi sana washakuja hivyo, wakaja kwamba pengine
wanataka kuwa kama mimi, lakini mimi na refuse kuwa role model, kwa sababu mimi mwenyewe katika kuna shairi la nafikiri mtoto wa Kiislamu nikaambia kama role model ni Muhammad, sio Jay-Z and Diddy. Kwa hiyo mimi siwezi kumchukulia mtu kama yule kwa role model wangu. Mimi role model wangu, target zangu ni kubwa, Saidna Omar, kwa sababu unaambiwa siku ya kiyama mtu utafufuliwa na yule role model wako, mtu ambaye ulimpenda duniani utaenda kufufuliwa naye. Sasa mimi sitaki mtu anipende mimi alafu aje kufufuliwa na mimi wakati mimi mzigo wangu mimi mwenyewe ushanikaa. Kwa hiyo bora aweke target kubwa zaidi ya mimi, maswahaba kina Muhammad. Kwa hiyo wanaotaka kuwa kama mimi wapo, nakutana nao na wanakuja hapa ofisini kwangu tunakutana, lakini najaribu kuambia kwanza wa aim high, kwa kama ukiwa na target zako basi target juu zaidi, usitarget ukitarget mimi ni chini zaidi, usitaki unifanye mimi kama ni role model wako. Kwa hivyo unawarudisha, unavunja moyo basi? Hamna, sijawavunja moyo. Kuna vijana ambao wanakuja na nishawapeleka mpaka studio na wanafanya kazi zao na zitatoka inshallah, na kuna wengine ambao nimewarejesha, sikuwarejesha kwamba warudi, no, nimewarejesha wa kwamba njoo baada muda fulani wakajive zaidi, kwa sababu siwezi kutoa kichwa halafu aje kuambua huyu katokea kwa Albajuni halafu wakaliona gepo lililopishana, kwa sababu turuki ambao tulifanana mbao inabidi turuke pamoja. Jambo la mwisho kabisa, najua kwamba nimekupata katika wakati ambapo umefahamu pumziko ya chakula cha mchana na kwa kurudi kazini, lakini jambo la mwisho kabisa Albajuni, ni upi ushauri wako kwa matumizi ya mitandao ya kijamii? Nini ushauri wako kwa vijana wenzako hapo Zanzibar hivi sasa? Ushauri wangu mimi ni kama tunavyoona, kwa sababu na mimi mimi sikuwa mwanzo kutumia kama hivi ninavyotumia. Mimi nimejifunza kwa watu, naangalia watu ambao wanatumia vizuri na mimi natumia vizuri, kwa sababu endapo ukija kama picha ya ovyo ovyo halafu hujui mwisho wako lini. Leo umekuja kuanguka, kwa hiyo watu huko wanasikiliza audio ambayo umetoa ya kijinga umedownload kwenye mitandao, na pengine wewe mwenyewe ushaondoka. Sasa unaacha legacy gani nyuma? Sasa hicho lazima mtu ujifikirie, tusijifikirie ya kwamba leo upo hapa na upo kijana, kwa hiyo ndo tukajifanyia mambo tu. Huu jana una mwisho. Naweza kuwa hii ndo interview yangu ya mwisho mimi na wewe ukabahatika ndo mtu wa mwisho kunihoji hivi, kesho kaja ukamwa Albajuni tayari ashaondoka. Haya, nimeacha mapicha ya uchi mimi mitandaoni, inanifikisha wapi? Nitakuwa kwa hali gani huko nitakapoenda? Kwa hiyo lazima tutumilie hivi vitu, hizi facility ambazo tunazo sisi tuzitumilie vizuri, tuziangalie pande zote mbili tu. Na kabla ya hapo, kama niliwahi kukwambia dakika chache au dakika kadhaa tulivyoanza interview yetu, nikakwambia nilikuwa mtu wa hip hop, niliwahi kufanya hip hop za kawaida. Zipo kazi ambazo za hip hop nikifanya, lakini baadaye nikaona ya nini hii, na nikatoka nikaenda nikablock zote, nikazima YouTube. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama kuna mtu yoyote ambaye alikuwa akifanya hivyo, bado hajachelewa. Mtu ana uwezo wa kusafisha akaanza upya kwenye mambo ya kheri. Dunia ndo hii. Bora uchekwe umebadilika kuliko kuja kujutia baadaye. Bora uchekwe ujinga. Umenikumbusha kitu, umenikumbusha kitu kwenye shairi lako la barua kwa mzee, na nadhani kama ulikuwa unazungumzia haya ambayo unaniambia saa hizi hapa kwenye shairi lako la barua kwa mzee. Sio, nikumbuka mwenyewe. Unakumbuka ulimwambia mzee Yusuf, "Sa mzee unafanya nini? Kuwajia waumini eti narudi mjini. Je, ushawaifikiria utarudi ardhini? Hili jukumu la wote, wewe mzee na mimi, uko mjini uliko na sisi wa vijijini, na kila mwenye akili aitie akilini, mmoja akipotea tumrejeshe kundini. Fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Basi kumbusha ewe Muhammad, hakika ya ukumbusho utawafaa wenye kuamini. Dunia ndo jina langu na ghilibu walimwengu, pole kwa kughilibika. Asili haipotei, yako wewe ni kuharibika. Tubia toba ya kweli kabla kifo kukufika. Mbele ya kadamnasi blilia uombewe, we mzee ujatulie na kubidi upepewe. Kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe, we hutobeba wangu sitobeba wako wewe. Ila haimaanishi niwache kukukumbusha, wewe umekwenda hadi hija mzee kujisafisha. Kuna watu wanaomba hawalali wanakesha, waende japo ile umra tu
wewe unachezea maisha. Sikutakii mabaya nkesi akakukuta. Ni mmoja wa watu ambao mimi niliwahi kuwa naye kwenye zamani, ni mtu ambaye niko naye zamani tangu anafanya muziki. Inshallah Mwenyezi Mungu amjalie atoke huko. Kwa hiyo tushai kukutana kwenye mambo hayo, tukakutana kwenye mambo haya ya khairat. Kwa hiyo ni mtu ambaye aliseti mfano mzuri. Kuna kipindi aliseti mfano mzuri, sasa sijui kapitikiwa na upepo gani. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu amjalie naye huko atoke, arejee huku, tunammisi. Kazi yako ambayo ulifanya na yeye ile, so nimesikia pia zingine ambazo mmefanya na yeye kati ya chorus kwenye kazi yako moja, ilikuwa ni baada ya kumwandikia barua kwa mzee ambao uliandika kwa shairi, au ni kabla ya pale? Hamna, ile kazi tulifanyia London ile, na ni kazi ambayo imetoka ni ya zamani sana. Kwa hiyo ni miaka na miaka ndio imekuja barua ya kwa mzee, imekuja mwaka jana, sijui mwaka huu, nafikiri ni mwaka huu mwanzoni, sijui mwaka jana mwishoni, lakini nakusudia kusema barua ya mzee imekuja juzi tu, ile imekuja miaka mingi sana nyuma. Na baada ya barua ile mmeshazungumza, mmeshaonana mkazungumza? Na tangu baada ya barua, baada ya ile kazi pia hatujaonana, ni muda miaka mingi hatujaonana. Kwa hiyo lakini kuto kuonana kwetu sisi haimaanishi kama ndo usimwambie mwenzio, kwa sababu hata kama mimi nikikosea naomba yeye aniambie kama Albajuni hapo umekosea, na nitafurahi kuona mwenzangu ananikosoa. Nilikuwa sema kitu cha mwisho kabisa, tuage na watazamaji wetu. Imagine uko sehemu ndo umechill, umetulia, ile ghafla bimvu kuna ugeni unakujia, fulani bin fulani, wageni wanakwambia siku imeshawadia, unaka dakika chache tu ndizo zilizobakia, mwili unaisha nguvu chini, unaanguka, moyo unasita pigo, kwa woga unastuka, watu wanakuzunguka, baba mama amka, mwili umekwisha ganzi, jicho zito kufumbuka, wageni wako tayari na wamekuja na sanda, na sio wote hao wanaolia ya kwamba wanakupenda, wengine wanakudai wapi sasa watakwenda, la haula wala quwwata illa billah, na kiza ndo kinatanda. Anyway, hiyo ni sehemu ya kuimagine. Kwa hiyo mwenyewe utaimagine vipi utakavyoondoka inshallah. Kwa hiyo panapo majaliwa inshallah, until then, assalamu alaikum. Asante sana kabisa Albajuni, asante sana kabisa. Imagine ndio kipande ambacho tunatuacha nacho hapa, mpenzi mtazamaji, na kushukuru sana kuungana nasi kwenye wasaa wetu huu wa Gumzo la Shujaa bila Gwanda. Na shujaa wetu leo kama umeona alikuwa ni Albajuni, mshairi ambaye anatumia sana yake kufikisha ujumbe wa mawaidha, wa kuwaidhi watu, wa kuweza namna kuziona kheri na kuzifuata, na kuziona shari na kuziwacha. Bila shaka tunazidi kuombea Bajuni, Mwenyezi Mungu azidi kubariki na ukuhifadhi, na kazi yako hiyo ina maana kwako na kwetu sisi ambao tuletea. Asante sana kabisa Bajuni. Shukrani sana bwana. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa barakatuh. Asante sana kabisa ndugu yangu Bajuni, na asante sana kwa Fahmi, fundi wetu mitambo hapo. Nashukuru sana kabisa. Tunawaambia watu kwamba tuna vitu vipya vinakuja vizuri inshallah, na tuna video mpya ambazo zinakuja katika muonekano mzuri wa HD kabisa, na kuna historia nyingi ambazo ndani yake tunaweza tukajifunza kwa namna moja ama nyingine katika masuala haya ya Uislamu. Lakini tunawaambia watu wazifuatilie sana page zetu Instagram ambayo ina jina kwa Albajuni, lakini vile vile wanaweza kutufuatilia kupitia YouTube yetu ya Albajuni, lakini vile vile wasisahau kusubscribe hata hii channel ya Gumzo la Ghassan, kwa sababu tunajifunza vitu vingi sana huku Zanzibar, Tanzania kwa jumla kutoka kwenu pia. Kwa hiyo tunawashukuru sana na Mungu aweze kuwazidishia kila la kheri inshallah katika kazi zetu hizi za kupeleka mbele umma huu wa Kiislamu kwa namna moja ama nyingine, kwa kila mtu ambaye anafikisha. Amin, Allahumma amin. Asante sana ndugu Fahmi. Nashukuru sana kabisa nyote pamoja. Mwenyezi Mungu awahifadhini na wabarikini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tuwaende kwa kheri kabisa.